Jumapili, na Atui naye anachukua nafasi yake ili anikosoe na aweze kuangalia penye nimepika recha. Sasa kila mmoja aangalie yake na twende, maana dunia inakaa hivyo. Nasema karibu sana ili tukaweze kusikia neno la Mungu. Ujumbe wa siku ya leo ni kwamba kukimbia madhabahu ya miungu au ibada ya sanamu. Kuna watu wawili ambao wanakimbia. Kuna mtu ambaye anakimbia kutoka madhabahu mazuri na kuenda katika madhabahu mabaya, na kuna mtu ambaye anakimbia madhabahu mabaya ili aingie madhabahu mazuri. Na hawa watu wote wanakimbia. Na sasa nataka nikaweze kuzungumzia kwa mwanzo mtu anayeweza kukimbia madhabahu mazuri kwanza. Maana wacha niseme mimi, maana sijui wewe vizuri, lakini mimi ni mtu ambaye ninakimbia kutoka madhabahu mabaya nitafute madhabahu mazuri, ama nakimbia ibada mbaya nikaweze kuingia kwa ibada mzuri, kwa sababu wazee wangu walionizaa mimi, mababu zangu, waliweza kukimbia kutoka kwa madhabahu mazuri wakaenda kwa madhabahu mabaya. Na wakati waliingia kwa madhabahu mabaya, wakiwa kule kwa madhabahu mabaya, ndiposa wakanizaa mimi. Sasa mimi nilikachikundua ya kwamba nimezaliwa katika madhabahu mabaya au katika ibada mbaya. Na sasa nilipokundua hivyo, mimi nikaanza mbio. Sasa hivi nakimbia kutafuta madhabahu mazuri ambayo inaweza kunifanya nikaweze kuwa na maisha ambayo itakuwa pia na maisha ingine ya baadaye. So nazungumzia hawa watu wawili. Nitaanza na mtu wa kukimbia kutoka madhabahu mazuri na kuenda mabaya. Hatimaye nitakuja kwangu na huenda mwingine yule ambaye pia anakimbia sasa apate madhabahu mazuri. Na maandiko yanatuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule mlango wa 10 mstari wa 14, Paulo anaambia hii jamii ambayo imepokea moyo wa kumwabudu Yesu ya kwamba kwa hiyo wapenzi wangu, epeni ibada za sanamu. Katika kitabu ile version ya King James inasema kimbieni ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu haiwezi kufanyika kama hakuna madhabahu ya sanamu. Sasa ibada ya sanamu inafanyika katika madhabahu ya sanamu. Na katika madhabahu ya sanamu kuna mtu anayaumba. Sasa huyu mpendwa mtume Paulo anasema kimbieni. Anatuambia kwamba kimbieni ibada ya sanamu au epa. Kuepa maana yake ni kuona kitu na ukaweze kuona madhara yake na ukaweze kuepa. Kwa hivyo mpendwa, madhabahu tunayozungumzia au ibada ya sanamu tunaweza kuifananisha na shimo ambalo limesimama mbele yako. Na hili shimo unalielewa wazi ya kwamba kuna mtu ako mbele yako ambaye alishaanguka ndani. Kuna mtu alikutangulia, na huyu mtu aliyekutangulia alianguka ndani. Unajua wazi ya kwamba kwa sababu ya hili shimo, niko na rafiki yangu, niko na dada yangu, niko na ndugu yangu, hana macho, mwingine hana meno, mwingine hana mkono, mwingine hana mguu. Ni kwa sababu ya nini? Hili shimo.
Na sasa hawa watu walianguka kwa shimo mbele yako, wewe uliwaona. Kwa hivyo hauna sababu ya wewe naye kurudia. Una sababu ya kuepa. Wakati umeona watu wameanguka katika mashimo, wewe unaepa. Ndio Paulo anasema ya kwamba epeni ibada ya sanamu. Mimi nilipokuwa mtoto niliona baba yangu na mama yangu wakiwa kwa shida kubwa sana. Lakini hiyo shida ya kutotusaidia tuweze kusoma, ya kutotusaidia tuweze kupata maisha mazuri, mimi nilipoona wamekwama, si kuwalaumu, lakini niliweza kuchunguza chanzo cha mambo haya ni nini. Nilipochunguza nikajipata, nikaanza kukundua mambo kadha wa kadha ambayo yalisababisha baba yangu asiweze kufanya yale ambayo angefanya kwa mtoto wake kama mimi. Nikakundua kwamba baba yangu anatumia vinywaji na madawa ya kulevya. Baba yangu anapenda sherehe za kimila za kijamii. Hayo ndio maneno nilikundua kwa baba yangu. Bure baba yangu alikuwa msomi, alikuwa na shamba, ako na miguu yote, ako na mikono na macho, ni mtu achalemaa popote, lakini hakufaulu katika watoto wake kumutu mtoto wake asome afike kiwango chake. Hakuna mtoto alisoma akafika kiwango chake. Sasa nilipochunguza nikaona ni kwa nini mambo haya yachaweza kuenda mzuri, nikakundua ya kwamba mashimo au madhabahu yaliyokula baba yangu asifanye mambo ambayo anataka ni kwa sababu ya mashimo kama madawa ya kulevya, vinywaji vya kulewesha na kupenda masherehe za kijamii. Hayo ndiyo madhabahu ya miungu wapendwa. Alipoingia mambo yalikwama, sisi wote tukaisha. Baba yangu amekuja akaseeka. Wakati ameseeka akaanza kukula pesa ya wazee. Kitu kilinishangaza ni kwamba baba akikula pesa ya wazee shilingi 1,000, ananitafuta penye niko, ananipeako 50, ananipea 100. Mwenyewe analitafuta. Nikaweza kuangalia hii kitu. Paka nikachiraumu, nikasema okay, kumbe huyu mzee si eti alikataa kunisaidia kunipeleka shule. Hakukataa kunifanyia maneno mazuri kama baba ya kama mtoto yake, lakini ni kwa sababu ya madhabahu yaliyokuwa ndani yake. Iwapo huyu mzee sasa ameseeka na shilingi 2,000 ya serikali ya uzee anataka nikule kitoko, ni kumaanisha kumbe huyu mzee sio kwamba alikataa kunisaidia, lakini hayo madhabahu yalimzuia. Ndio mpendo, nataka nikwambie majira haya ya kwamba kuna wazazi, kuna wazee wametekwa na madhabahu, na kwa sababu wametekwa na madhabahu, madhabahu haya yamekula rasilimali yao, imekula maono yao, imekula mipango yao. Yale ambayo wanatenda sio yale wanataka, ni kwa sababu wametekwa nyara. Ndio nataka nikwambie majira haya ya kwamba mpendwa, wakati utakundua hivyo, inafaa uepe. Maandiko yanasema epa ipata. Mimi nilipokundua mambo haya mpendwa, nikaanza kutafuta mlango wa kuweza kuepa. Inafanyaje ili nikaweze kuepa? Mpendwa, nikaanza kuepa pombe, nikaanza kuepa pangi, nikaanza kutafuta kuepa sigara, nikaanza kutafuta kuepa ibada, yani kimila ya kijamii. Nikatafuta njia ya kuepa. Nilipotafuta njia ya kuepa, nikapata kumbe ni kutafuta kanisa. Nilipotafuta kanisa, Mungu alikuja akaniondolea hizo vitu. Na sasa mimi ambaye Mungu aliweza kuniita akanisaidia na kuniepesha na hiyo madhabahu, kwa sasa mimi baba yangu, hayo madhabahu yalikula maono yake ya kunipeleka shule na kusoma. Mimi si kusoma. Lakini kwa sababu ya neema hii ya kuepa, nataka mpendwa ukaweze kuona neema ya kuepa. Mimi masomo yangu nilifika standard 8.
lakini nikakwama kwa sababu madhabahu hiyo ilikula maono ya baba yangu, na baba yangu ndiye alikuwa anipeleke mbele. Lakini baada ya mimi kuwepa, sasa niko na watoto, mimi sina pesa mingi, mimi sifanyi kazi, maana si kusoma, nafanya biashara kitoko yenye inanisaidia kukula na kukunywa na kadhalika. Lakini si kusoma, sina kazi, lakini kwa vile niliepa, mimi kuna watoto wamesoma, wamepita standard 8, kuna wale wamefanya form 4. Kwa neema ya kuwepa, neema ya kuwepa. Mpendwa, nataka ukaelewe faida ya kuwepa madhabahu ya miungu. Paulo anasema epa madhabahu, epeni ipata sanamu. Wapendwa, kama kuna kitu Mungu amenisaidia, nataka nawe ukaweze kukielewa, ni kwamba kuwepa madhabahu ya sanamu, kuwepa madhabahu ya sanamu inakupa kibali ya kupata kitu ambacho hauna. Kuwepa ibada sanamu. So nataka uone mtu mmoja ambaye aliweza kutoka kwa madhabahu mazuri naye akaenda kwa madhabahu mabaya. Huyo mtu alileta shida kubwa sana. Nataka tuangalie kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ule mlango wa 11. Wafalme wa Kwanza mlango wa 11. Nataka tuangalie pale uweze kuona huyu jamaa mmoja anaepa madhabahu ya Mungu. Maandiko yanatuambia katika maandiko hayo, Wafalme wa Kwanza 11 kuanzia 6. Hivyo Solomoni alitenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu, wala hakufuata kwa ukamilifu matakwa ya Mwenyezi Mungu kama baba yake Daudi alivyokuwa amefanya. Solomoni alizaliwa na Daudi. Daudi alikuwa na madhabahu ya Mungu, lakini Solomoni akaweza kuasi madhabahu ya Mungu. Licha ya kwamba amejenga kanisa, alijenga kanisa ndiyo, baada ya kujenga kanisa tena akarudi akaasi madhabahu ya Mungu. Ndio nataka nikwambie ya kwamba kujenga kanisa si kufaulu. Kusema Bwana asifiwe hujafaulu. Solomoni alijenga kanisa kubwa Yerusalemu lenye haliko Kenya mzima hakuna. Lakini baada ya kujenga kanisa kubwa, huyu Solomoni aliasi Mungu, akatenda maovu mengi. Maandiko yanasema mstari wa 7, Wafalme wa Kwanza 11:7 inasema, juu ya mlima ulio mashariki ya Yerusalemu, Solomoni alijenga mahali pa kutambikia Kemoshi, chukizo la Wamoabu, na mahali pa kumtambikia Moleki, chukizo la Waamoni. Akaanza kujenga madhabahu ya miungu. Kuna Mungu ambaye alikuwa anaitwa Kemoshi, ilikuwa miungu, Mungu ambaye anaabudiwa katika kabila la Wamoabi. Na kwa sababu anafanya hivyo, Solomoni alikuwa ameoa mwanamke Moabi. Sasa Moabi huyu akamwambia, lazima utanijengea madhabahu. Akajenga madhabahu ya Wamoabi katika Yerusalemu, mji wa Mungu. Anaongeza kanisa juu ya kanisa. Alafu tukawa na Mungu mwingine ambaye anaitwa Moleki, chukizo la Waamoni. Tulikuwa pia na Mungu wa Waamoni anaitwa Moleki. Moleki naye alikuwa tena Solomoni ameoa mwanamke wa Amoni, mwanamke mmoja kutoka kwa Waamoni. Naye akasema, unanijengea kanisa yangu, maana kanisa hii ya watu wa Yerusalemu ya Wayahudi mimi sioni wakiabudu Mungu kama wangu. Sasa utanijengea kanisa yangu. Basi Solomoni kwa sababu alikuwa na pesa, alikuwa mfalme, akajenga kanisa kwa mwanamke wake Muamoni. Maandiko yanasema mstari wa 8, Wafalme wa Kwanza 11:8. Kadhalika aliwajengea wake zake wote wa Kikeni mahali pa kufukisia ubani na kuidhambikia miungu yao. Wanawake wote wenye Solomoni alioa
akawajengea mahali pa kuabudu. Na Solomoni, wapendwa, alikuwa na wanawake 700. Sasa akaweza kujenga makanisa 700 kila mwanamke. Maandiko yanasema katika mstari wa 8, Wafalme wa kwanza 11:8, ya kwamba aliweza kujengea kila mwanamke wake mahali pa kuabudu na kutambikia miungu yake, kila mwanamke. Sasa aliweza kujenga makanisa. Huyu jamaa anaitwa Solomoni alijenga kanisa moja Yerusalemu la Mungu, akaenda akajengea tena kule Yerusalemu, akajengea kila mwanamke madhabahu yake. Sasa kwa ujumla Solomoni alijenga makanisa 701, akajengea wanawake. Hiyo ndio ilikuwa makosa, ilishuka kwa Solomoni. Mpendwa, nazungumzia mtu aliyetoka kwa mazuri akaingia, alitoka kwa madhabahu mazuri akaingia kwa madhabahu mabaya. Na sasa hawa ndio wazee wetu, wazee wangu mimi, walitoka kwa madhabahu ya Mungu wakaingia kwa madhabahu ya miungu. Sasa hawa walikimbia mbio sao kubwa kutoka kwa madhabahu ya miungu wakaingia kwa madhabahu ya Mungu, wakaingia kwa madhabahu ya miungu. Ni kwa nini? Walishawishika na wale walio karibu nao. Unaweza kushawishika na mwanamke, unaweza kushawishika hata mwanamke, unaweza kushawishika na mwanaume, na ukachengea miungu madhabahu na ikaweza kukukosesha na Mungu. Huyu ndiye mtu mmoja aliyetoroka madhabahu mazuri akaingia madhabahu mabaya. Haya, wacha tuone madhara yake. Mlango wa 11 huo Wafalme wa kwanza mstari wa 9. Maandiko yanasema, basi Mwenyezi Mungu wa Israeli alimkasirikia Solomoni kwa sababu alikuwa amemwacha Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, ingawa yeye alikuwa amemtokea mara 2. Mstari wa 10, na kumwamuru asiabudu miungu ya kigeni. Solomoni hakutii amri ya Mwenyezi Mungu. Mstari wa 11, kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamwambia Solomoni, kwa kuwa umeamua kufanya hivyo, ukavunja agano langu nawe na kuasi amri zangu nilizokupa, hakika nitakunyang'anya huo utawala na kumupa mtumishi wako. Mungu akaambia Solomoni, kwa sababu umekosa kutii sauti yangu niliyokuambia, nitaweza kukunyang'anya utawala na kumupa mtumishi wako. Wapendwa, madhara ya kuachana na madhabahu mazuri ni kunyang'anywa baraka. Utawala maana yake ni baraka. Ukisikia kitu wanaitwa kutawala, utawala maana yake ni mamlaka ya baraka. Wakati mtu anaitwa mwanamume, maana yake anatawala. Akiwa kwa boma, yeye ndiye kichwa, anatawala. Mamlaka ya kutawala. Ukiona mtu anaitwa mwanamke, maana yake anatawala. Anatawala nyumba, anatawala vitu vilivyoko kwa nyumba, anatawala vitu ambavyo viko kwa boma. Anaitwa mwanamke ambaye ameoleka, maana yake ana taraja ya kutawala. Anatawala mume wake, anatawala vitu vyote kwa nyumba, anatawala vitu vyenye viko kwa boma. Ndio unaona mpendwa, mtu hata akijenga korofa lakini hana mwanamke na akufe, wanasema huyu hakuwa na nyumba. Nyumba maana yake ni mwanamke, yani anatawala.